kuendelea kuhakikisha umoja na mshikamano, kuendelea kusimamia na kuhakikisha umoja na mshikamano badala ya kuendekeza chuki au migogoro isiyo na msingi wa kweli. Tushikamane na kusimamia haki, ukweli na maendeleo ya soka la Tanzania kwa ujumla. Tukumbuke kuwa Simba ni mojawapo ya alama ya taifa letu. Tunapaswa kuilinda, kuikuza na kuipa heshima inayostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi hatujaanza kuzungumza na nyinyi leo. Hatujaanza leo. Hii sio mara ya kwanza. Nafikiri kwa mara ya kwanza kukaa na nyinyi tulikaa, wale ambao tulikuwa nao by then tulikaa, ilikuwa Mei, tulikuwa na ile movement, first tulisema movement, lakini huko nje waliipa jina la movement Ondoa Mangungu. Our movement haikuwa inamaanisha kumuondoa mwenyekiti. Movement yetu ilikuwa inamaanisha kudai haki hii ambayo leo tutaenda kuisema tena hapa. Ilikuwa kushinikiza kupewa mkutano mkuu wa dharura ambao kwa muda mrefu hatukupata. Mkutano mkuu ule ulikuwa na maana ya kwenda kuaddress changamoto zetu ambazo tunaziona, na kwa sababu katiba haitufungi sisi, haifungi wanachama na mashabiki kuzungumza na vyombo vya habari au kudemand kitu chochote. Moja ya haki yetu mmeiona kwenye ibada hapa ni kupewa taarifa za Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Kwa taarifa ambazo tunademand sisi ni taarifa ambazo ni haki yetu kuzipata. Na tunazipata wapi? Hatuzipati kwa hearsay, hatuzipati kwa vikosi vicheche kuwekwa huko. Tunazipata kupitia mkutano mkuu. Na katiba yetu inatuambia tuna mikutano mikuu ya aina hizi mbili. Tuna mkutano mkuu wa kawaida na tuna mkutano mkuu wa dharura. Mkutano mkuu wa kawaida, mkutano mkuu wa dharura unaweza kuitishwa na bodi ya wakurugenzi pale wanapoona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Lakini mkutano mkuu wa dharura unaweza kuitishwa na wanachama pale wanapoona kuna umuhimu wa kufanya hivyo. How do we go then kwenye kuitisha mkutano mkuu? Tunatakiwa tuwe na akili ya watu ambao wanatimia kuitisha mkutano mkuu. Way back tulifanya hicho kitu. Tulitakiwa kuwa na saini ya wanachama wasiopungua 1,000. Na nafikiri tulifikisha wale wanachama. Right? Yeah, tulifikisha wale wanachama. Tuliomba, kwanza tuliomba kwa sababu tulijua watatubania kufanya mkutano mkuu. Tukaomba maandamano ya amani. Tukapeleka barua polisi wapi, barua polisi walitoka wakatujibu tulipambana sana na polisi, wakatuambia haiwezekani na nini, lakini viongozi wetu walikataa pia kubariki hata ule mkutano mkuu. You can't believe tulikuwa tunapishana pale Central na viongozi. Sisi tunafika Central tumeitwa, tunaambiwa viongozi wetu wametoka. Lakini that was not enough. Mwenyekiti alitukataa mbele ya media, akasema sisi ni wahuni, hatutambui, ni kikundi cha wahuni na yeye hawezi kuvunja imani ya wale wengi waliomchagua. Mwenyekiti, sisi tunakuambia sisi sio wahuni. Sisi ni watu wako. Na ninarudia hii kauli nilisema wakati ule kwamba mtu mzima akivuliwa nguo anachutama. Nimeona interview ya mwenyekiti jana. Anasema kuna watu wanasema nitoke, nataka kujua nimefanya kosa gani. This shows you kwa kiasi gani wewe sio kiongozi na huna uwezo kabisa wa kujitathmini. Kitendo cha kufanya vibaya kwa misimu 4 mfululizo kilikuwa kinatosha kabisa wewe kukaa chini na kujitathmini na kuona kwamba chini ya uongozi wako kukuwa na uwezo wa kufanya Simba Sports Club ikapiga hatua. Yaani nimeshangaa, nimetetemeka. Mwenyekiti, naogopa kusema mwenyekiti wangu. I don't believe I can have a mwenyekiti like huyo, mtu ambaye anaweza akawa hajui, yani hajui kwamba amefanya makosa gani. Seriously, mwenyekiti, tunaomba tukwambie, moja ya makosa ambayo umefanya yanayokupasa step down ni kutugawa sisi kama wanachama na mashabiki. Katiba ya Simba Sports Club inawatambua wanachama na mashabiki. Na ndio sababu katiba imetupa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki kikatiba.
ambaye atakuwa anashughulika na kero za wanachama na mashabiki. Kwa hiyo katiba kuweka mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ni kuwatambua wanachama na mashabiki. Guys, even if sisi tungekuwa sio wanachama, tungekuwa na mashabiki, bado tulikuwa na haki ya kukaa hapa. Na niwaambie tumekaa hapa leo kwa sababu katiba inasema hivi: mkurugenzi wa wanachama na mashabiki atashughulika na masuala yote yakiwemo ya wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club. Hatuna huyo mtu. Twende wapi? Na katiba hai-identify, haisemi, hai-clarify kwamba wanachama na mashabiki wapeleke wapi kero zao. Naamini hapo kati yenu kuna ambao ni wanasimba, lakini mkiwa kama waandishi wa habari mnapaswa pia kusoma katiba zote labda za vilabu vyote ili mjue zinasema nini. Lakini nataka niwaambie katiba ya klabu yetu ya Simba Sports Club inatambua mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Na inasema mwanachama ana haki ya kupata taarifa ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Lakini haisemi kwamba mwanachama huyo anaweza kupeleka wapi maoni yake. Ila kwa sababu tuna mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ambaye anadili na issue za wanachama na mashabiki, kama tungekuwa naye, tumeambiwa ni nani, ina maana sisi kabla ya kukaa na nyinyi kero zetu zingekuwa zimefika kwa nani? Kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. But you know what guys, hatuna. Klabu yetu ilitoa tangazo, ikatangaza kwamba kuna nafasi, watu waka-apply. I hope people went for the interviews. Swali letu la msingi ni kwamba wale walioenda kwenye interview wote hawakuqualify. Na kama waliqualify, manake mmoja alichaguliwa. Who is that person? Mwenyekiti aliulizwa swali Crown kuhusu issue ya wanachama na mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, akasema hivi: yupo, muda ukifika watamtangaza. Tunaomba mwenyekiti tuambie muda sahihi wa kumtangaza mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ni upi. Hiyo ni sababu ya pili ya kukufanya wewe step down. Ututoshe kuwa mwenyekiti. You cannot hide such kind of a person ambaye ni mtu muhimu sana kwetu. Lakini swala la tatu ambalo linakufanya wewe step down ni kushindwa kutuunganisha sisi kwa wamoja. Ninaomba viongozi wa Simba Sports Club watoke, watuambie yafuatayo. Watuainishie katiba inamclarify mwenyekiti. Inatambua kwamba kwenye Simba Sports Club kutakuwa na mwenyekiti. Tuambie what are the biggest role ya mwenyekiti. Sababu tunaamini mwenyekiti wetu, sababu katiba haija-clarify hivyo vitu. Hata yeye mwenyewe inawezekana hajui role yake. Sasa tunamuona anaingilia mpaka role ya Ahmed Ali. Yeye amekuwa msemaji, yeye amekuwa comedian, yeye amekuwa yani hatujui sasa ni nani. Mmoja, one of the big weakness ambayo tunayo Simba Sports Club, kila mtu ana power. Hatujui nani ni nani. Tunajua msemaji wetu ni Ahmed Ali. Tunaona klabu za mbele huko kuna wenye viti pia. Lakini unamwona mwenyekiti yuko kwenye mechi, kazi yake ni kupiga makofi, ni kushangilia mechi klabu inapofanya vibaya, kusikitika klabu inapofanya vibaya, au kushangilia klabu inapofanya vizuri. Lakini kuzungumza pale inapobidi sana kuzungumza. Sisi mwenyekiti wetu leo hii gari yake ikipata pancha it's a story. Yaani sisi mwenyekiti akiishiwa mafuta barabarani, we hope hawezi kuishiwa kwa sababu anayo hela nyingi sana. We hope leo gari yake ikiishiwa mafuta akisukumwa it's a story. Why? Kwa sababu wakati wote mwenyekiti wetu yuko kuzungumza. But enough. I'm sorry guys, I may have to talk. Yes. Mwenyekiti ajue aseme nini, wakati gani, wapi. Yaani anaenda kwenye interview kubwa, anaulizwa swali la msingi, you feel like you are shaking, alafu unategemea unajiuliza mwenyekiti wangu atajibu nini hapo, alafu unaona jibu analoenda kutoa mwenyekiti, unaona hivi mimi mwenyekiti wangu kweli, yani mtu ametoka wapi? Kwa mwenyekiti, naomba nikwambie kwa mara nyingine tena, usiseme kwamba umekosea wapi. Kwa nini utoke?
una makosa. Kosa kubwa ni sisi kufanya vibaya kwa misimu yote chini ya uongozi wako. Yaani chini ya uongozi wako hakuna wakati ambao sisi tumefanya vizuri. Hiyo tu inakutosha wewe kujitathmini. Kwa majibu yako ya comedian na nini utakuja utasema kwani wewe ndio unacheza? Au unasemaga wewe ukienda uwanjani unatakiwa usaini kwa nani? Sisi hatukulazimishi wewe uende uwanjani, sio sehemu yako. Tunakulazimisha wewe chini ya uongozi wako klabu yetu ifanye vizuri. Lakini sisi kama mashabiki na wanachama tunaona huko nyuma hali tuliyokuwa nayo na tunaona tofauti mara baada ya Mohamed Dewji kurudi kwenye nafasi ya uwenyekiti. Sisi hatutaki huyu mtu muumize. We don't care nyinyi mtatafsiri nini, kwa sababu tunajua mtatoka na tafsiri zenu, whatever the case. Sisi tumekuja hapa, tumekaa, tumeamua kusema mawazo ya ndugu zetu wengine ambao wapo, wale ambao hawakuwa na uwezo wa kufika kwenye media hii. Lakini tunataka kuambia hivi, hatujali nini mtasema nini. Tunachojali sisi ni furaha yetu. Sisi furaha yetu ni Simba Sports Club kufanya vizuri. Hiyo ndio furaha yetu. Na kwa sababu tunajua tuna timu nzuri, tuna kikosi kizuri, tuna kocha mzuri, tumefanya usajili mzuri, tuna kila kitu kizuri. Tunaamini nyinyi mnaturudisha nyuma ya tarehe 25 kwa sababu wanadai haki zao. Wanadai bonus. Wanachodai ni bonus na sio kitu kingine. Sasa tunajiuliza ni kwa nini wachezaji wanadai bonus? Huku tukiwa tunajua vizuri na kwenye madai yao hayo, wakati wanadai hizo bonus kuna kauli ambazo zilitoka. Inasemekana kwamba kwa sababu what we believe ni kwamba mwekezaji ameshalipa bonus zake zile ambazo aliahidi. Zote amelipa. Sasa tukao tunajiuliza kabla ya yote tulifanya uchunguzi, tukagundua kwamba mwekezaji amelipa bonus zote, amelipa mpaka mishahara ya mwezi huu. Sawa? Sasa tukao tunajiuliza wachezaji wanadai bonus zipi, kwa sababu understanding yetu ilikuwa inatuambia au inatuaminisha kwamba kama mwekezaji amelipa kile alichoahidi, possibly na klabu nayo imeshafanya nini? Imelipa, kwa sababu mwekezaji mostly anaahidi kutokana na kile ambacho klabu wameahidi. Yeah. Kama klabu imeahidi milioni 100, mwekezaji anatoka milioni 100, inakuwa milioni 200. Yeah. Kama klabu imeahidi milioni 200, mwekezaji anatoka 200, maana yake inakuwa milioni 400. Kwa what we know ni kwamba mwekezaji amelipa kile anachodai. Swali letu likawa, wachezaji mpaka wanagoma wanadai bonus zipi? We have come to realize kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hazijalipwa na nani? Na klabu. Na klabu inasemekana sababu kuelekea mechi kuna wanachama ambao huwa wanakuwepo kule kwenye, nyinyi waandishi wa habari huwa mnaenda sehemu nyingi. Yeah. Kuna wanachama ambao wanakuwepo on back wakati ule wa kuelekea kwenye mechi. Kwa kuna wanachama wenzetu walikuwepo pale, waliona ule mgogoro. Wakasema kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hawajalipwa na klabu. Na klabu ilisema kwamba haina pesa ya kulipa hizo bonus, instead of wanasubiri kafu wawalipe ndio wafanye nini? Wawalipe wachezaji. Kwa hivyo waliwaambia wachezaji watalipa I think end of this month kafu wakishalipa. Lakini wote tunafahamu kwamba kafu huwa wanalipa pesa immediately mara baada ya mashindano. Na mashindano yameisha na kafu tayari wameshatangaza msimu mpya. Yeah. Yes, waandishi wa habari maana yake mnafuatilia. Yeah. Kafu wametangaza msimu mpya. What I know is kafu huwa hawawezi kutangaza msimu mpya kama kuna vimeo ambavyo wamebaki nao. Yeah, sure. Mpaka wanatangaza msimu mpya, that means wamesha clear air na vitu vyote ambavyo wanatakiwa kufanya. Kwa sisi tunaamini, tuna guts za kusema kwamba kafu wamelipa hizo pesa na pesa zimeingia kwenye akaunti ya Simba Sports Club. Hii inamaanisha kwamba kafu wameshamaliza majukumu yao kwenye msimu huu. Yeah. Lakini cha ajabu mpaka leo dakika hii ambayo tumekaa na nyinyi hapa tunazungumza this minute, wachezaji bado hawajalipwa hiyo bonus. Tunajiuliza bonus hii anayedaiwa ni Mo au inadaiwa club? Katika mazingira hayo bonus hii anadaiwa Mo, ni club ndio inadaiwa, ndio? Kwa hiyo kuna
vitu ambavyo haviko sawa. Haya ni maswali ambayo viongozi wa Simba Sports Club wanapaswa kujibu. Ndugu waandishi, stahiki hizi hadaiwi mwekezaji, badala yake naomba niseme wanaodaiwa ni club. Kama wana maneno tofauti na haya tunayosema, they need to tell us. Wanapaswa kutoka na kutuambia kwamba huu sio ukweli wa hiki ambacho nyinyi mnakifikiria au mnacho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuhusu viongozi wa Simba Sports Club, ni muhimu sana kuwa na uongozi shupavu unaoongozwa na maadili, uadilifu na nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwa wanachama wake na sio kuleta migongano.